Mashirikiano haya yalitupa nafasi ya kukutana na rais wa mpira wa shirikisho letu ndugu yetu Msepe, na aliopokea ujumbe wa Daktari Samia kwa uzito mkubwa. Miongoni mwa mambo ambayo tulijadiliana ni pamoja na kuomba CAF kuwa inafanya mikutano yake ya mwaka ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Hii inatupa fursa kubwa, kwanza kuona maendeleo na uwekezaji mkubwa ambao Daktari Samia anaofanya, na hivi karibuni mtaona kwa takwimu ya hivi viwanja vinavyojengwa Arusha, Dodoma, hapa mabadiliko ya Dar es Salaam, hivi viwanja vya mazoezi takriban almost tunaongelea trilioni 1.276, na hapo hatujaongelea miundombinu inayokwenda kuzunguka hivyo viwanja kuwezesha mashabiki na wachezaji kuingia katika maeneo haya muhimu. Leo tunakuja na habari njema. Rais wa CAF ndugu yetu Msepe amelizia kuja kufanya mkutano wake wa kamati tendaji hapa nchini Tanzania jijini Dar es Salaam. Na leo tunavyoongea tarehe 9 timu yake ya sekretari zinaanza kuingia katika jiji letu la Dar es Salaam tarehe 10, na mkutano wao huu utafanyika tarehe 13 hapa jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa Hayati. Tumeona tuwape habari hizi njema kwa sababu ni fursa kubwa, lakini pia ni diplomasia iliyojengwa na Daktari Samia Suluhu Hassan na kuiwezesha Afrika kuiona Tanzania ni moja ya nchi salama na yenye mchango mkubwa katika sekta ya mpira wa miguu. Kazi kubwa iliyopo ni kwetu sisi na hasa nyinyi waandishi wa habari. Maanake timu ya taifa ni timu ya wananchi wote, ni timu inayolitambulisha taifa. Maanake awe ni mtu yuko Namungo, awe ni mtu yuko Singida, awe ni mtu yuko Azamu, awe ni mtu yuko Kinondoni, awe yuko Yanga, yuko Simba, maanake hiyo ndio timu ya taifa yake. Matumaini yetu ni kwamba mwamko wetu ni mkubwa sana na tutavunja rekodi zote ambazo zishawahi kuandikwa. Lakini pia nakumbuka 2019 tulikuwa na nafasi hiyo hiyo, na hata watu kwa kukaa ilikosekana. Uliokuwepo kwenye mashindano yetu uwanja ulikuwa ni mdogo kuliko idadi ya watu waliokuja kushuhudia mechi. Kwa hiyo ni jambo tu la wakati na namna gani kampeni inashirikisha wadau na nyinyi wanahabari mkiwa ndio msingi mkubwa. Swali la 4, Ramadhani Cup ni jambo tu la kukaa. Kwanza sio jambo jipya, sio jambo ambalo Makonda amekuja nalo, ni jambo ambalo mimi nimelikuta na watu wanacheza, na ni heshima pia kwa jamii kupata kitu kinachowakumbusha pia swala la imani. Jina lenyewe linabeba maudhui ya mfungo, na mfungo umeonyesha umuhimu wa ibada, na vijana wanapopata nafasi ya kukutana inawapa nafasi zaidi ya kutafakari habari ya ibada, lakini pia wakati wanaimarisha miili yao kuelekea katika kipindi hicho. Sasa mwaka jana pia kulikuwa na mwingiliano kati ya Kwaresima na mwezi mtukufu, na mwaka huu pia kwa makusudi na mapenzi ya Mungu kuna mwingiliano pia kati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresima. Sasa jina ni jina tu, watu wanaweza kabuni jina moja likabeba, kwa sababu hata wanaocheza kwenye Ramadhani Cup sio wote dini moja, ni dini mchanganyiko, na wengine hata hawana dini kabisa, lakini wanapenda jioni baada ya iftari au baada ya watu wengine kutoka kwenye ibada wanakutana. Wengine sio wachezaji, ni watazamaji, wanapata nafasi ya kubadilishana mawazo. Lakini sisi kwenye upande wetu tunachukulia michezo pia ni fursa ya kuconnect watu, ni sehemu watu wanakutana, wanabadilishana mawazo, watu wanatengeneza fursa za biashara na maisha yanaendelea. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo na limefanywa sio kwa mara ya kwanza, na imani pia hata viongozi wetu wa dini waliosema hawakusema kwa nia mbaya, na uongozi unaoandaa lile shindano wataona njia bora zaidi ya kulifanya ili liweze kuwabeba watu wote, lakini pia lisikinzane na misingi ya kiimani. Ndugu yangu hapa ameuliza habari ya utayari.
Swali lako nafikiri halina tofauti kubwa sana na ndugu yangu hapa, lakini naweza kusema katika picha kila kitu kinahitaji mkakati. Kuwa sisi wafunguzi sio tu tayari wa uwanja. Najibu swali la tatu, si ndio? Sio tu tayari wa nini? Wa uwanja. Kuna vitu vingi ambavyo CAF wanaviangalia, na sisi tuna imani ya kwamba kwa stability ya nchi yetu na namna ambavyo Mungu ametuweka geographically tunaweza kuwa na advantage. Sasa sio jambo la kuweka kwenye microphone, lakini ni mikakati ya kuendelea kunegotiate na wenye mamlaka, kuonyesha opportunity tulizonazo sisi, namna gani wakifungulia hapa wanaweza kunufaika zaidi, wingi wetu, mashabiki wetu, utayari wa hoteli zetu, utayari wa utoaji wa huduma zingine kama vyakula. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinaangaliwa na CAF wameweka vigezo vyao. Ombi langu kwa Tanzania, tuendelee kuiombea nchi yetu ili tutafute njia bora zaidi ya kuvuna hizo opportunities zinazokuja. Kujiona, kila mtu anajiona anafaa. Yaani huwezi kuniambia mimi nikasema basi hatufai. Tunafaa sana. Tunafaa, na ndio maana tulipigania uhuru wa nchi nyingi. Tunafaa sana, ndio maana Kiswahili kinaongelewa karibia duniani kote. Na tunafaa zaidi kwa sababu ndio taifa letu lina ligi bora. Yaani katika hizi nchi tunazoandaa mashindano ya AFCON, ligi za taifa letu ni bora ukikompea na ligi za mataifa mengine. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, mwamko wa mchezo wa mpira wa miguu Tanzania kwa nchi zetu za Afrika Mashariki huwezi kudharau. Ni mchango mkubwa sana na kazi kubwa sana ambayo imefanywa na baraza letu la michezo, lakini pia shirikisho letu la mpira wa miguu TFF. Sasa ndugu yangu hapa muuliza swali, alianza mtu mzima hapa, swali lake kama anataka kusaulika. Anasema swali lake anataka kusaulika, nitaendelea kwa huko. Lakini ukiangalia maswali haya yote nyinyi watatu kama yanakimbizana tu. Kwako mzee, viwanja moja wazee wetu waliweka mpango mji mzuri na wakatengeneza viwanja vingi vya kuwapa nafasi vijana kucheza. Sasa ndio walisi wazee ndio mkauza, mkabadilisha na matumizi kila eneo, mkaonaweza kwa fursa ya kuweka biashara, fursa ya kutengeneza nini. Na mwisho siku mkaenda hapa kwenye maeneo ya viwanja vya shule na penyewe mkapora. Unajua zamani hata kila shule iko na uwanja wao kufanya nini? Kwa michezo. Ikafika hatua hata uwanja wa shule ukaporwa na wenyewe. Kwa hiyo tumejikuta tunayo changamoto ya maeneo ambayo yanapaswa kuwepo wazi kwa ajili ya kutoa fursa ya vijana hata mtaani tu kufanya mazoezi yao na kushiriki. Ukienda kwenye nchi za watu wengine utakuta viwanja vingi vidogo vidogo vimejaa mitaani na watu wanapata fursa ya kufanya mazoezi. Lakini sasa mkakati wa wizara chini ya maelekezo ya Daktari Samia, kwanza tunaanza ujenzi wa shule za mfano 56.